tunaadhimisha au tunatimiza miaka 10 ya SDGs hapa Tanzania, pia ikiwa tumeandaa na kukamilisha dira ya maendeleo ambayo tumeikamilisha mwaka 2025 na imeshazinduliwa tayari, hii dira ya maendeleo ya 2050 inayolenga kufanikisha uchumi shindani, jumuishi na endelevu. Dira hii ya 2050 inalenga kuchochea ukuaji wa uchumi kwa wastani wa zaidi ya 8%, kuongeza umri wa kuishi hadi miaka 75 na kufikia upatikanaji wa nishati kwa kaya kwa zaidi ya 90%, yani ifikapo hapo 2050. Pamoja na kupiga hatua hizi katika maendeleo ya kuwa na mipango mizuri ya maendeleo, bado changamoto zipo na kuna Watanzania ambao wangali wanakabiliwa na umaskini. Kwa hiyo hapa tutakwenda kusema tu baadhi ya changamoto ambazo pamoja na maendeleo tulionayo zipo zinatukabili. Changamoto ya kwanza ni kiwango cha umaskini ambao bado ni mkubwa. Kiwango cha umaskini wa kitaifa kilishuka kutoka 34.4 mwaka 2007 hadi 26.4 mwaka 2017 na 18, lakini kasi ya kupungua ni ndogo zaidi ya 14%. Kasi ya kupungua ingali ni ndogo kwa sababu zaidi ya 14% ya Watanzania bado wako kwenye umaskini uliokithiri, na kaya nyingi zimebaki katika hatari ya umaskini kutokana na mshtuko ya kiuchumi na kijamii. Ajira za vijana hazitoshelezi mahitaji. Takriban vijana 800,000 huingia sokoni kutoka vyuo mbalimbali kila mwaka, huku zaidi ya 80% ya hao wanaoingia sokoni wakiwa kwenye sekta isiyo rasmi yenye kipato kidogo na kisicho kingi. Hali hii imeleta hatari kwa kizazi cha Watanzania kupoteza fursa za kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya kitaifa na kimataifa. Ukosefu wa usawa na haki za kijamii, hii ni changamoto nyingine. Wanawake, watu wenye ulemavu na jamii za vijijini wanakosa nafasi sawa katika elimu, uchumi na uongozi. Utafiti unaonyesha kuwa wanawake na watu wenye ulemavu wanabaki nyuma kutokana na miundombinu na sera zisizo jumuishi. Changamoto nyingine ni uongozi na uwajibikaji. Changamoto ya usimamizi wa rasilimali, uwazi na ushirikishwaji wa wananchi katika maamuzi imesababisha sera nyingi kutoleta matokeo yaliyokusudiwa. Wakati mwingine mipango ya maendeleo haionyeshi kuakisi mahitaji ya wananchi walio pembezoni. Na bado naendelea na changamoto nyingine ni mabadiliko ya tabia nchi. Ukame, mafuriko na mvua zisizo na mpangilio zinaendelea kuathiri kilimo ambacho kinategemewa na kaya zaidi ya 65% ya Watanzania. Ripoti ya Benki ya Dunia inakadiria kuwa hadi watu milioni 2.6 ambao walishavuka umaskini uliokithiri wanaweza kurudi kwenye umaskini uliokithiri kufikia 2050. GCAP Tanzania kwa niaba ya wanaharakati, vijana, wanawake, wazee, watu wenye ulemavu na jamii zote zilizo pembezoni, tunatoa wito kama ifuatavyo. Kwanza kabisa kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaiomba serikali kulinda haki za raia na kuimarisha misingi ya haki za binadamu kwa kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma bora za kijamii bila ubaguzi. 2. Kusimamia misingi ya utawala bora na demokrasia ikiwemo uwazi, uwajibikaji na ushirikishwaji wa wananchi katika maamuzi ya kitaifa na ya kijamii. Lakini vile vile tunaiomba serikali yetu kuongeza uwekezaji katika ulinzi wa kijamii wa wote, yani universal social protection flows, ili kila kaya ipate kinga dhidi ya umasikini, magonjwa
na majanga ya kiuchumi. Lakini vile vile tunaiomba serikali yetu kuhakikisha sera na bajeti za kitaifa zinajikita katika uchumi jumuishi, ajira zenye staha kwa vijana, wanawake na usawa wa kijinsia. Wito kwa asasi za kiraia, yani asasi. Tunaziomba asasi za kiraia kuendelea kupaza sauti za wananchi, hususan wanawake, vijana, watu wenye ulemavu na jamii za vijijini, ili zisikike katika majukwaa ya kitaifa na kimataifa. Lakini vile vile tunaziomba asasi hizi kuhakikisha zinashirikiana kwa mshikamano na kujenga mitandao ya ufuatiliaji na utekelezaji wa SDGs na dira ya maendeleo 2050, yani 2050. Lakini vile vile tunaziomba asasi hizi kuendelea kutoa elimu na uhamasishaji kwa umma juu ya haki za binadamu, usawa na maendeleo jumuishi. Wito wetu kwa Umoja wa Mataifa na taasisi za kikanda. Tunaomba zizidi kuongeza jitihada za kusaidia nchi kama Tanzania katika utekelezaji wa SDGs, lakini kupitia rasilimali, utaalamu, ushirikiano pamoja na ufundi. Lakini vile vile tunaziomba taasisi hizi za kimataifa ama za kikanda kuweka shinikizo kwa mataifa tajiri kutimiza ahadi zao za ufadhili wa maendeleo ya fedha za tabia nchi ili kusaidia nchi zinazoendelea. Vile vile kusaidia kuimarisha mifumo ya data na takwimu ili kuhakikisha uwazi na ufuatiliaji sahihi wa maendeleo. Wito wetu kwa wadau wa maendeleo na wahisani, tunawaomba kuongeza misaada na uwekezaji katika programu zinazojenga uthabiti wa jamii, hususan sekta za afya, elimu, maji safi, kilimo na nishati safi. Lakini vile vile kuweka vipaumbele katika miradi inayojibu moja kwa moja changamoto za umaskini, mabadiliko ya tabia nchi na ukosefu wa usawa. Pia waendelee kufadhili ubunifu na teknolojia zitakazosaidia jamii kujipatia kipato na kuboresha maisha yao kwa njia endelevu. Crown Media. Hapa ni nyumbani.